Ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo, mimi ni Karorobi. Hujambo msikilizaji, nami ni Phyllis Mote. Kulionayo katika dira ya dunia. Rais wa Marekani Donald Trump asema nchi yake inafanya mazungumzo na kile alichokitaja utawala mpya unaoeleweka wa Iran, huko Iran na Israel zikiendelea kushambuliana. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeanza operesheni ya kuwasaka waasi kutoka Rwanda wa kundi la FDLR. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amepokea ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali akibainisha mashirika kadhaa ya umma yanayoendeshwa kwa hasara likiwemo shirika la ndege la Tanzania. Tulikimbilia kununua madege makubwa Boeings, na wakati tunanunua Boeings tulikuwa hatujapata hata njia za kusafirisha hizo Boeings. Tumenunua Boeings zikaja, ndio tunatafuta safari. Tume huru ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imeanzisha kampeni ya kuwasajili mamilioni ya wapiga kura. Kwa usajili mzima wa kura za mwaka ujao tunalenga takriban milioni 6. Tunalenga Wakenya ambao wako baina ya miaka 18 na miaka 35. Katika michezo, Spurs wafanya mazungumzo na Roberto Di Zerbi juu ya kuinoa klabu hiyo ya jijini London, na mwanariadha wa Kenya Albert Korir apigwa marufuku ya miaka 5. Kwa mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Kwanza ni habari za dunia. Mimi ni Martha Saranga. Iran imeendelea kurusha makombora ya ndege zisizo na rubani kulenga Israel na mataifa mengine ya Ghuba. Serikali ya Kuwait imesema kuwa shambulio katika kiwanda cha nishati na maji lilisababisha kifo cha mfanyakazi mmoja raia wa India. Hata hivyo, jeshi la Iran limekanusha kushambulia kiwanda hicho na kudai kuwa ni jeshi la Israel lilifanya shambulio hilo. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema kuwa wanajeshi wake wamedungua makombora 5 zaidi ya balistiki yaliyorushwa na Iran. Iran imethibitisha kifo cha kamanda mkuu wa jeshi la mapinduzi la majini. Kwenye taarifa kutoka makao makuu ya jeshi la mapinduzi la Iran, Alizera Tangsiri alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata wakati wa shambulio lililotekelezwa na jeshi la Israel. Wiki iliyopita, waziri wa ulinzi wa Israel alisema kamanda huyo na maafisa wengine wakuu wa jeshi la majini la Iran waliuawa kwenye operesheni iliyotekelezwa na jeshi la Israel. Alizera Tangsiri alikuwa mmoja wa makamanda wenye msimamo mkali na alikisiwa kuwa kamanda aliidhinisha kufungwa mlango bahari wa Hormuz ambao husafirisha zaidi ya 20% ya mafuta na gesi yote duniani. Uhispania imetangaza kuwa imefunga anga zake kwa ndege za kivita za Marekani zinazofanya mashambulizi nchini Iran. Hatua hii imezidi uamuzi wa awali ambao Hispania ilipiga marufuku wanajeshi wa Marekani kutumia kambi zake za kijeshi kwa shughuli za vita dhidi ya Iran. Serikali ya Hispania imesema agizo hilo ni sehemu ya uamuzi wake wa kutoshiriki au kuchangia lolote katika vita dhidi ya Iran ambavyo vilianzishwa bila sababu yoyote na kukiuka sheria za kimataifa. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ni mmoja wa viongozi wa Ulaya wanapinga vita dhidi ya Iran. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la Lebanon limesema kuwa mmoja wa wanajeshi wake ameuawa kwenye shambulio lililotekelezwa na Israel katika kituo kimoja cha ukaguzi kusini mwa nchi hiyo. Faidha Ngaga na taarifa. Jeshi la Israel halijasema lolote kuhusiana na tukio hilo ambalo ndilo la kwanza dhidi ya kambi ya jeshi ya Lebanon tangu vita dhidi ya Hezbollah kuanza. Wakati huo huo, jeshi la Israel limesema kuwa mwanajeshi wake mmoja aliuawa siku ya Jumapili kwenye shambulio la kombora lililofanywa na Hezbollah na kufikisha idadi ya wanajeshi wa Israel waliouawa kuwa 6. Israel pia imeendeleza mashambulio yake dhidi ya kile kilichotajwa kama miundombinu ya Hezbollah nchini Lebanon, na hii leo milipuko kadhaa imeripotiwa katika mji mkuu wa nchi hiyo, Beirut. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa washirika wake wamemuomba kupunguza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati nchini Ukraine kutokana na mzozo wa mafuta duniani. Lakini Rais Zelensky amesema mashambulio haya yatasitishwa ikiwa Urusi itakoma kulenga mifumo yake ya nishati. Akiongea baada ya kuzuru mataifa Saudi Arabia, ufalme wa Milki za Kiarabu, Qatar na Jordan, Rais Zelensky hata hivyo hakutaja ni nchi zipi zilimuomba kupunguza mashambulizi.
kazi. Na amri ya kutotoka nje kwa muda wa saa 48 zijazo imetangazwa katika eneo la Jos jimboni Plateau nchini Nigeria baada ya zaidi ya watu 20 kuuawa kwenye shambulio lililotekelezwa katika baa moja na tukio la kulipiza kisasi. Katika shambulio la kwanza, watu 12 waliuawa wakati watu waliokuwa wamejihami kushambulia baa moja. Wakazi wa eneo hilo nao wanasemekana kujikusanya na kwenda kulipiza kisasi, hatua ambayo ilisababisha vifo vya zaidi ya watu 10. Gavana wa eneo hilo amesema uchunguzi unaendelea na kuwa wale waliohusika wanasakwa na kuwa watawajibishwa kisheria. Jimbo la Plateau limekisiwa kuwa moja ya majimbo hatari zaidi ambako ghasia na machafuko hutokea kila wakati. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Martha Saranga. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, yanakujia kwako kupitia FM na redio shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania unaweza kutupokea kupitia CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio 1, Loliondo FM, na uko Zanzibar ni Zenji FM. Lakini Kenya ni Must FM, Mwanedu FM, County FM, Pamoja FM, vile Gulf Radio. Kama uko nchini Uganda basi unaweza kututegea sikio kupitia Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja ama Voice of Muhabura. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Lakini matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Karibu. Leo hii uko nami Phyllis Mwote, mwenzangu ni Caro Robi. Sote tuko studio za Nairobi. Karibu Caro. Sawa kabisa, asante Phyllis. Tunaanzia na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako jeshi la Israel limesema limeanza kushambulia kwa mara nyingine maeneo mbalimbali ya mji wa Tehran. Awali kuliripotiwa kwamba umeme ulikuwa umekatika katika mji mkuu Tehran na katika miji jirani hasa mji wa Karaj. Wakati huo jeshi la Iran limethibitisha kuuawa kwa kamanda wake wa majini Alireza Tangsiri. Tangsiri alitajwa kama mmoja wa viongozi waliosimamia mkakati wa Iran wa kuziba mlango wa bahari wa Hormuz. Robert Kipto na maelezo hayo. Iran imethibitisha kifo cha kamanda mkuu wa jeshi la mapinduzi la majini Alizera Tangsiri. Kwenye taarifa iliyotolewa na jeshi la nchi hiyo, Tangsiri alifariki kutokana na majeraha yaliyosababishwa na shambulio la Israel. Wiki iliyopita, waziri wa ulinzi wa Israel alisema kamanda huyo na maafisa wengine wakuu wa jeshi hilo la majini walikuwa wameuawa kwenye operesheni iliyofanywa na jeshi la Israel IDF. Alizera Tangsiri alikuwa mmoja wa makamanda wenye msimamo mkali katika jeshi la mapinduzi la Iran na alikuwa mmoja wa maafisa waliosimamia kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao husafirisha 20% ya mafuta na gesi yote duniani. Huko hayo yakijiri, jeshi la Israeli limesema Iran limefanya mashambulio kadhaa ya makombora nchini humo. Aidha, jeshi hilo limesema kuwa makombora zaidi yamerushwa kutoka Yemen, shambulio ambalo ndilo la pili tangu vita vya Israel na Marekani dhidi ya Iran kuanza. IDF imesema kuwa ndege mbili zilizo na rubani zilizorushwa kutoka Yemen zilidunguliwa mapema hii leo. Afisa mmoja wa jeshi la mapinduzi la Iran amesema kuwa wako tayari kutumia mbinu zote kuangamiza maadui wao. Aggression and occupation will yield no result. Uchokozi na uvamizi hautatoa matokeo yoyote isipokuwa kukamatwa kwa kufedhehesha, kukatwa viungo na kutoweka kwa wavamizi. Makamanda na wanajeshi wa Marekani watakuwa chakula cha papa wa Ghuba ya Uajemi. American commanders and soldiers will become food for the sharks of the Persian Gulf. Waasi walio na makao yao nchini Yemen wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran walijiunga na vita hivyo siku ya Jumamosi kwa kurusha makombora dhidi ya Israel na hivyo kutanua mzozo huu ambao tayari umehusisha nchi kadhaa za eneo la Mashariki ya Kati. Israel imeongeza kuwa wanajeshi wake wa angani wanaendelea na mashambulio makali mjini Tehran kulenga miundombinu ya kijeshi. Mashambulizi haya yamejiri siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema wajumbe wa Marekani na Iran wamekuwa wakishauriana na kuwa viongozi wapya wa Iran wamelegeza msimamo wao, huku wanajeshi zaidi wa Marekani
wakiwasili katika eneo hilo. Pakistan, ambayo ni mratibu wa mazungumzo hayo, imesema kuwa inajiandaa kuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani siku chache zijazo kwa nia ya kumaliza vita hivyo dhidi ya Iran. Naye kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo ametoa wito kwa pande zote katika mzozo huo kuwajibika na kusitisha mashambulizi na uhasama, akisema kile kinachoendelea kinakwenda kinyume na maadili ya Ukristo. Jesus, King of Peace, who rejects war, Yesu mfalme wa amani atakatae vita, ambaye hakuna awezaye kumtumia, anahalalisha vita, asikilizi maombi ya wapiganao, bali anakataa akisema, ijapokuwa maombi mengi sitasikia, mikono yenu imejaa damu. Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Rais wa Marekani Donald Trump naye amesema kuwa Marekani tayari imeafikia malengo yake ya kufanya mageuzi ya utawala nchini Iran baada ya kuuawa kwa kiongozi wa kiroho wa nchi hiyo na maafisa wengine waandamizi wa jeshi na serikali. Tumeafikia mengi sana. Ikiwa ungelisema kuwa kwa muda wa siku 3 tutakuwa tumeangamiza manuari 158 jeshi lao lote la majini, na tumefanya hivyo. Pia tumeangamiza jeshi lao lote la angani, na mbali na kuharibu idadi kubwa ya makombora yao, ndio maana unaona mashambulio ya makombora. Wakati huo huo, Uhispania imefunga anga yake kwa ndege za Marekani zinazohusika katika mashambulizi dhidi ya Iran, mbali na kupiga marufuku wanajeshi wa Marekani kutumia kambi zake. Hatua hii ya Uhispania sasa imeilazimu ndege za kivita za Marekani kubadilisha njia yao hadi eneo la Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ni mmoja wa viongozi wa Ulaya ambao wamepinga vita dhidi ya Iran. Ni Robert Kipto. Lakini je, kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba anafanya mazungumzo na viongozi wapya na wale ambao wana mawazo bora zaidi, inamaanisha kwamba kuna mabadiliko ya kweli kwa uongozi wa Iran? Sasa hayo na mengine mengi nimemuuliza mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa. Kauli ambazo Rais Trump anazitumia kuhusiana na mambo mengi kisiasa, na sasa zaidi kuhusiana na vita vya Iran, anaotafsiri kama ni vita vya kisaikolojia, kwa sababu unashindwa kumwelewa madhumuni yake hasa ni yapi. Anaweza kuzungumza kauli mbili zinazogongana kwa wakati mmoja. Kwa hivyo anapozungumzia suala kwamba uongozi wa Iran, na anadai kwamba tokea mwanzo alikuwa na lengo la kutaka kuona kuna kuwepo na mabadiliko ya uongozi, amesema kwamba kumeshatokea mabadiliko ya uongozi ambayo pengine aliyataka. Uongozi wa kwanza ameufuta, akimaanisha kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa, na kisha akasema kwamba na uongozi uliofuata pia ameufuta, na sasa anazungumza na viongozi wa hatua ya 3 ambao yeye mwenyewe amewataja kwamba ni watu walio wataalamu, ni watu waelewa. Lakini kauli hizi Rais Trump anapozitoa, ukiangalia mjibizo au mtazamo ambao umekuwa ukiainishwa na viongozi mbalimbali wa Iran, wao hadi sasa wanakataa au wanasuta kwamba kumekuwepo na mawasiliano rasmi baina yao na Marekani, iwe ni mazungumzo ya moja kwa moja au ana kwa ana au mazungumzo yasiyo moja kwa moja. Wanachosisitiza wao ni kwamba kumekuwepo na suala la kubadilishana jumbe kupitia wapatanishi au waunganishi, na hasa kwa sasa inaonekana ni Pakistan. Mauaji ya makamanda wa juu kama vile Tangsiri yanaathiri vipi udhibiti na udhabiti wenyewe kamili wa uongozi wa Iran? Bila shaka kuuawa kwa viongozi wa ngazi za juu, iwe wa kisiasa kama tulivyoona kuhusiana na Ali Larijani katika siku za karibuni, au wa kijeshi wakiwemo makamanda mbalimbali, na karibuni hivi ndio tumesikia, haya bila shaka yana taathira maalumu kwa uongozi wa Iran. Na bila shaka, pamoja na kwamba Iran yenyewe inasisitiza kwamba uongozi wake haufungamanishwi na watu, unafungamanishwa na mfumo, na wengi wanaamini kwamba kwa vile Tangsiri alikuwa ni kamanda aliyesimamia jeshi hilo, uongozi wake kwa muda wa karibu miaka 9 na ushea amekuwa ni kamanda wa jeshi la wanamaji la Iran, wengi wanaamini kwamba bila shaka atakuwa ameweka misingi imara ya uongozi wa baada yake. Kwa hivyo bila shaka kuna mfumo maalum ambao wenyewe wanasema wameshauweka hata wa ngazi 6 pengine mpaka 7, kwamba endapo atauawa huyu basi
uongozi utashikwa na mwingine na mwingine na mwingine na kuelekea mbele. Umezungumzia mfumo, lakini je, ni nani anafanya sasa maamuzi ya mwisho kabisa? Je, bado ni kiongozi mkuu kwa sasa ama labda kuna jopo la usalama, ni IRGC? Kwa utawala wa sasa inavyoonekana wazi wazi ni kwamba Ayatullah Mujtaba Khamenei akiwa ndiye kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ndiye anayetoa maamuzi yote ya kiuongozi, na ndiye kwa mtazamo au kwa mujibu wa katiba ya Iran ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Iran. Na pamoja na kwamba hadi sasa yeye hajaonekana hadharani, lakini katika matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yanajiri hivi sasa Iran, amekuwa akitoa taarifa za kimaandishi, na hata kufuatia kuthibitishwa kuuawa kwa Alireza Tangsiri, yeye tayari ametoa ujumbe maalum wa kumzungumzia yeye na vile vile kumuenzi na kuonyesha jinsi ambavyo jeshi la mapinduzi la Iran lilivyoondokewa na mtu muhimu katika kipindi hiki muhimu cha vita. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kwamba vita hivi si vyao na hawapangi kuviingilia, kutokana na matamshi yake na ya viongozi wengine wa dunia. Je, tunaona kwamba kuna mabadiliko ya nguvu za dunia, yani ile kimombo global power shift kupitia mgogoro huu? Hili halina shaka yoyote, na kwa kiwango kikubwa ninavyoliona mimi limechangiwa na Marekani yenyewe. Kama utakumbuka, katika kipindi cha kwanza cha Rais Trump, msimamo aliokuja nao ulikuwa huo wa kutaka kuipa Marekani nafasi ya kipekee katika sera za kimataifa na kutaka washirika wake wa NATO na wa Ulaya wafuate kile ambacho moja kwa moja yeye binafsi anaona ndicho ambacho kiwe ndio mwongozo wa kuongoza katika sera za kimataifa, yani kuendeleza mfumo ule wa dola kuu moja tu lenye nguvu. Na katika kipindi hiki cha pili kaja na msimamo mbaya zaidi, hata wa kutumia lugha ya kuwadhalilisha na kuwadharau waitifaki wa Marekani. Kwa hivyo kinachoonekana hicho bila shaka, na hasa kama Marekani haitofanikiwa au Rais Trump na Israel pamoja hawatofanikiwa kufikia malengo yao hasa waliokusudia katika vita vya Iran, tunaweza tukasema kwamba sasa mabadiliko ya nguvu katika au mlingano wa nguvu katika sera za kimataifa kwa Marekani kutokuwa tena na ile nafasi yake ya ushawishi wa mwisho katika masuala yote ya kimataifa. Naam, ni mazungumzo hayo ambayo nilikuwa nayo na Abdul Fattah ambaye